kabla hawajasilimu walikuwa yuhalluna limanata, walikuwa wakenda wakitupaza sauti zao kwenye sanamu lao likiitwa Manata at-Taghiya, ambalo lilikuwa ni sanamu jeuri kusema kweli. Hiyo ni sifa yake, lile sanamu limepewa sanamu Taghiya. Allati, sanamu ambalo kanu yaabudunaha, walikuwa wakiliabudu wa Ansari inda al-Mushallali, pale kwenye maeneo yanaitwa Mushallali. Waliliweka sanamu hili Mushallal, wakawenda wakilitufia pale, wakitoa tahlili zao za kishirikina, wakilitukuza sanamu hilo Mushallal, katika sehemu Mushallal. Mushallal ni karibu na sehemu inaitwa Qudayd, ni karibu na sehemu inaitwa Qudayd ambayo ipo katikati baina ya Maka na Madina. Waliweka sanamu hili kabla ya Uislamu, watu walikuwa wakenda wakitufu na kulizungurukia pale. Wanasema hawa watu wa Madina kabla hawajasilimu walikuwa na ibada yao hiyo ya kwenda kulitufia hilo sanamu lao Manata kwenye sehemu inaitwa Mushallal. Wa yufakana min man ahalla, sasa ikawa wale ambao wanapaza sauti yao yataharraju, wale wanaofanya ihlal wakawa wanaofanya talbia wakawa yataharraju, wanaona ni dhambi, wakawa wanaona tabu, an yatawafa bisafa wal marwa, na wao kutufu baina ya Safa na Marwa, wakaona ni shida, kwa sababu kwamba na pale Safa na Marwa napo palikuwa na sanamu, kulikuwa na sanamu mbili, kuna sanamu wakiita Isafi na moja wakiita Naila. Haya masanamu yaliwekwa baina ya jabal Safa na Marwa. Sasa wakaona na wao wakifanya sa'i baina ya Safa na Marwa itakuwa ndio kile kitendo walichokuwa kikifanya kule Mushallal ya kutufu kwenye sanamu linaloitwa Manata. Inafahamika? Narudia, yani walikuwa maansar. Mama Aisha anasema hii aya ilishuka kwa sababu ya Ansari, watu wa Madina. Kwa nini? Kwa sababu watu wa Madina walikuwa kabla an yaslimu, kabla hawajaingia katika Uislamu, walikuwa yuhilluna, wakitoa talbia zao limanata, wakenda wakitoa talbia kwenye sanamu linaloitwa Manata Taghiya. Hiyo ni sifa hilo sanamu. Allati, ambalo kanu yaabudunaha, wenyewe walikuwa wakiliabudu sanamu hilo Manata indal Mushallali, kwenye maeneo yanaitwa Mushallali. Nasema Mushallali ni karibu na sehemu inaitwa Qudayd, ipo katikati baina ya Maka na Madina, ndipo lilipowekwa sanamu hili, wakenda pale wakilizunguruka. Waelewana mpaka hapo? Sasa kwa sababu hii ni ibada wakiifanya katika ujahilia, sasa walipokuja kuingia kwenye Uislamu wakakuta kuna ibada ya tawafu baina Safa na Marwa, wakati pale Safa na Marwa pia napo pamewekwa sanamu Isafi na Naila. Kwa ukaona hapa tukitufu, si ndio kile kitendo chetu tulikuwa tukikifanya kule kutufu kwa ajili ya Manata? Kwa wakawa yataharraj, yani wakawa wanaona shida, wanaona itakuwa dhambi hii, kwa ikawa hawasai baina Safa na Marwa, ili wasije wakawa wafanya tendo kama lile la nyuma hapo walikilifanya katika ujahilia. Mpaka hapo tu pamoja Wanasema fakana man ahalla, basi ikawa wale waliohirimia hija, ikawa yataharraju, wanaona shida, wanaona tabu, wanaona kama ni dhambi, an yatawafa bisafa wal marwa, kutufu sa'i na Marwa, baina Safa na Marwa, kwa sababu napo palikuwa pamewekwa hilo sanamu. Waelewana? Sasa falamma aslamu, waliposilimu, saalu Rasulullah, walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam an dhalika, kuhusiana na hilo. Ya Rasulullah, vipi pale kwenye Safa na Marwa kuna sanamu walimeziweka majahili, na sisi tunakotoka huko kwenye ujali tulikuwa tukifanya kama hivyo kule sehemu inaitwa Mushallal. Vipi na hapa tukisai hapa baina Safa, si dhambi hii? Itakuwa tunasai kwa ajili ya masanamu, kutukuza sanamu zile. Tuko pamoja? Wakamwambia Mtume, akamuuliza, wakasema ya Rasulullah, mjumbe wa Allah, inna kunna nataharraju, sisi tulikuwa tunaona ni dhambi an natufa baina Safa wal Marwa, kutufu kati ya Safa na Marwa, tunaona shida. Na kuwaje? Mtume akawa hana jawabu.
Faanzala Allahu taala, ndiyo Allah akateremsha jawabu kwa kusema inna safa wal marwata min sha'airillah, kwamba hakika kusai baina Safa na Marwa ni katika alama ya kumtukuza Allah, wala hamutukuzi zile sanamu. Sababu nyinyi hamwendi kutukuza sanamu, nyinyi mnakwenda kwa ajili ya kutukuza kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya imekuja kuonyesha kwamba ile mnalionea shida kwamba mwaona tabu, hiyo tabu hakuna dhambi. Kwa ikaja la junaha anjatawafa bihima, sawa, hakuna ubaya, hakuna dhambi kutufu, kwa maana tufuni. Ikashuka hiyo aya, al-aya. Qalat Aisha, akasema mama Aisha radhiallahu anha, wa kad sanna Rasulullah, na hakika amesunia mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bainahuma, amesunia kutufu kati ya milima miwili hiyo. Falaisa li ahadin, kwa kuwa mtume amesunia, kwa hiyo haimfali yoyote an yatruka tawafa bainahuma, kuacha kutufu baina sa'i na Marwa, Safa na Marwa, haimfali kuacha, kwa sababu mtume pia amesunia, pamoja na kwamba Allah kaamrisha. Hiyo ushahidi wao wanaotumia mama Aisha na masahaba wale wenzake. Pili, warawa Muslimun, akapokea na Muslim ana Aisha kutoka mama Aisha radhiallahu anha vile vile, kala amesema wafa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alitufu mtume rehma na amani juu yake baina Safa na Marwa, jamani watafa almuslimuna, na waislamu wakatufu, yani baina Safa wal Marwa. Tawafu inakusudiwa ni tawafu baina Safa na Marwa, walifanya hivyo. Fakana sunna, kwa hiyo kwa kuwa mtume kafanya imekuwa ni sunna. Wala amri, na apa ma atamma Allahu hajja, Allah hatoikamilisha hija ma lam yatuf, ya yule ambaye hakutufu baina Safa wal Marwa, kuonyesha kwamba ni nguzo kwa upande wao, wametumia ushahidi hiyo. Tatu, wa an Habiba binti Abi Tajraa, kutoka kwa mama Habiba binti Abi Tajraa, ihda nisa'i bani Abdiddari, huyu ni mmoja kati ya wanawake wa ukoo wa Bani Dari, kabila la Bani Dari. Pale tumesema dakhaltu ma'a niswatin, niliingia pamoja na wanawake wenzangu, min Quraishi, miongoni mwa wanawake wa Quraishi. Tuliingia wapi? Dara ali Abi Hussein, tuliingia katika nyumba ya baba Husaini. Dari ali Abi Hussein, nyumba ya watu wa baba Hussein. Tuliingia mule, lengo letu nandhur, tupate kuchungulia na kuangalia ila rasulillah, tupate kumuona mtume sallallahu alaihi wasallama, wa huwa yas'a baina Safa wal Marwa, akiwa anasai baina Safa na Marwa, tumuone asai vipi. Wa inna mizarahu, na hakika shuka yake aliyoivaa ilikuwa la yaduru fi wasatihi, ilikuwa inazunguruka hapa katikati, yani kaikunja mpaka katikati hapa, ili apate kusai vizuri. Min shiddati sa'ihi, kutokana na shiddati sa'ihi, kutokana na ule, tuseme vipi jamani, uzito wa kule kusai, kwamba anasai halafu shuka limeshuka chini huku seruni, inakuwa kidogo shida Kwa hiyo kanyanyua hapa, inazungurukia hapa. Min shiddati sa'ihi, la yaduru fi wasatihi min shiddati sa'ihi, hatta inni, anasema mpaka mimi, la aqulu, nilikuwa nasema, inni la ara rukubate, mimi na sasa nitayaona magoti yake, vile anavyokunja ile nguo shuka yake, sema huyu sasa nitaona magoti yake sasa. Wasamituhu yakulu, na nikamsikia katika sai anasema, isau, jamani saini, fa inna Allaha, kwani Allah, kataba alaikum sa'ya, amefaradhisha kwenu sai. Kwa dalili hii inaonyesha nayo wameitumia kwamba ni nguzo kusai. Kwa hiyo ukiacha kusai baina Safa na Marwa, maana yake kwa mujibu wa msimamo wa mama Aisha na hawa wenzake kina hivi, utakuwa hija yako ni batili, wala haitoungika kwa kufanya kumwaga damu. Hadithi rawahu Ibn Majah wa Ahmadi wa Shafi'i. Dalili ya nne, wali annahu nusukun fil haji, wakasema isitoshe kwamba kusai ni ibada miongoni mwa ibada za hija, wal umra na umra, lazima unafanya umra na hija ufai. Kwa kuwa ni ibada katika ibada hija na umra, fakana ruknan fihima,
Kwa hiyo imekuwa ni nguzo katika mawili haya, yani katika haji na umra. Katawafi bilbaiti, sawa sawa na kutufu katika nyumba ya Allah, ile tawafu pale kama ile ilivyokuwa ni rukni, basi na hii nayo ni rukni, lazima watu wasa'i baina Safa na Marwa. Huo msimamo wa kwanza ambao ni msimamo wa Mama Aisha, sawa msimamo wa Mama Aisha, Mama Jabiri bin Umara na Imam Malik iliponya na Imam Shafi na moja katika riwaya ya Imamu Ahmad, wanaona ni nguzo hiyo. Bau, msimamo wa pili au B, wa dhahaba ibn Abbas, msimamo wa pili ni wa Ibn Abbas. Amekwendaje? Wa Anas na Anas bin Maliki, wa bin Zubairi na mtoto wa Zubairi, wa bin Sirina na Ibn Sirina, wa riwayatu an Ahmadi na riwaya nyingine kutoka kwa Imam Ahmad. Tumeona huyu bwana na riwaya mbili ule yuko na huku yuko. Wao wanaona annahu sunna, kwamba kusai sio nguzo ila ni sunna. La yajibu bitarkihi shay, ni sunna ambayo hapawajibiki, ukiacha hapawajibiki chochote. Yani kama hukusai kwa sababu ni sunna, hija yako haitobatilika na wala hutowajibikiwa na kufanya kafara nyingine yoyote, kwamba labda uchinje na hivi na hivi. Kwa mujibu wanaona huwajibikiwi na kitu chochote kama utaacha. Haya, na wao dalili zao wametumia wapi? Istadallu biqaulihi ta'ala, wametumia dalili kwenye kauli ya Allah isemayo fala junaha, kwamba hakuna ubaya an yatawafa bihima, kutufu katika vilima hivi hakuna ubaya. Kisheria inapokuja la junaha, maana yake kusoma jambo si la lazima. Uko pamoja Inapokuja la junaha sheria, maana yake kwamba jambo si la, hakuna ubaya kufanya hilo jambo. Maana yake ukifanya sawa, kama ukufanya pia maana yake hakuna dhambi. Ndio maana yake kwa umetumia hivyo wao tafsiri yao. Wanafa alharaj, na imeondoshwa haraji, imekataliwa ubaya hapo, dhambi anfa'ili, si ndio? Sote tunaona sawa sawa. Anfa'ilihi, imekataliwa dhambi, kwamba hatopata dhambi anfa'ili, atakayefanya hilo tendo. Hii dalilun, inaonyesha dalili ala ujubi, kwamba hilo jambo limewajibishwa, lakini si kwa maana yake kwamba linaondoa sunna, linaondoa hija. Fa inna hadha, asema hakika jambo hili rutubatul mubahi, linaingia katika daraja ya jambo lililohalalishwa mubah. Wa innama, na si vinginevyo, tuthbitu sunniyatuhu, inathibiti usuna wake bikaulihi, kwenye ile kauli yake alosema min sha'airillah, kwamba ni miongoni mwa dalili za kumtukuza Allah. Warawa fi mushafi Ubay, na pia imepokelewa katika msafu wa Ubay bin Ka'bi. Masahaba jamani, wale waandishi waliokuwa wakiandika wahi, kila mmoja alikuwa na msafu wake kwa mujibu wa alivyopokea na aliandika vyake. Kwa ilikuwa viraa vinatofautiana saa nyingine alivyoandika huyu na alivyoandika huyu, kwa sababu huyu alisomewa hivi na mtume akaandika, na huyu alisomewa vingine. Kwa hiyo pia wakatumia ushahidi wa kiraa katika mushafi wa Ubay pamoja na Ibn Mas'ud. Ubay bin Ka'b na Abdullah Mas'udi, wao kwenye msafu wao aya hii ilikuwa inasomeka fala junaha alayhi alla yatawafa bihima. Kile alichosema Maisha kule, kumbuka alipoulizwa na yule mwanawe, mtoto wa ndugu yake, si wa dada yake, kaambia unaonaje mama aya hii? Mimi naona kwamba hakuna dhambi mtu kama hakufanyeje, hakutufu. Mama akamwambia umefasiri vibaya. Lau ingekuwa tafsiri yako wewe ni sahihi kwamba hakuna ubaya mtu kama hakutufu, isingekuja vile, ingekuja wala junaha alla yatawafa, yani kungekuja na la. Lakini pale haikuja la, kwa mujibu wa kiraa kile imekuja fala junaha an yatawafa bihima, hakuna la. Lakini vipo viraa kwenye misafu miwili ya Abdullah bin Mas'udi na Ubay bin Ka'b, imekuja hiyo fala junaha alayhi alla yatawafa bihima, kwamba hakuna dhambi akiwa hakutufu. Waelewana? Kwa kuna viraa viwili, kuna kiraa cha kwanza
fala junaha alayhi an yatawafa bihima, ndio iliyopo kwenye msafu huu. Fala junaha alayhi an yatawafa, hakuna la. Lakini kuna qiraa nyingine kimekuja iko la, fala junaha alayhi an la yatawafa bihima, kwamba hakuna dhambi kama hakutufu, ingawa viraa hivi si katika vile viraa vilivyokuwa mutawatir. Sababu viraa kuna mutawatir na vilivyokuwa si mutawatir. Hivi si katika viraa mutawatir vile saba. Na ikiwa si katika viraa mutawatir, maana yake kwa lugha nyingine ya kisheria huwa haitwi Qur'ani hiyo. Lakini ndio ipo, inakubalika kutafsiria. Naam. Fala junaha alayhi alla yatawafa bihima wa hadha nahi wa in lam yakun Qur'ana, anasema hata kama hatuwezi kusema kwamba hii ni Qur'ani kusoma alla yatawafa, kwa sababu kwamba si katika daraja ya mutawatir, katika visomo mutawatir hakiingie huko, kwa hatuwezi kusema kwamba ni Qur'ani. Fala yanhatu, lakini pamoja na kwamba hatusemi ni Qur'ani, lakini haitoshuka an rutubatil khabari, kwenye daraja ya kwamba hiyo ni hadithi imekuja pia kusimuliwa, kwamba habari hadithi imesimulia kwamba imekuja kwa maana hiyo pia. Fayakunu tafsira, kwa hiyo itakuwa ni tafsiri katika tafsiri yake. Wakachukua tafsiri kwamba pili hakuna ubaya, maana yake si wajibu, ni sunna, hakuna ubaya ukifanya. Wao wakatumia dalili hiyo. Dalili ya pili, wali annahu nusukun dhu adadi, sema isitoshe hii sai hii ni ibada dhu adadi, yenye idadi. Kuna raundi 7 zile na idadi ni ibada yenye idadi ambayo la yataalaku bilbaiti. Idadi hii na ibada hii haina mahusiano na ile baiti lil haram. Kwa hiyo falam yakun ruknan karami, hii haiwezi kuwa nguzo kama vile kufanya rami. Rami ni nguzo, hii si nguzo, sababu haina mahusiano na baiti lil haram, ni kitu kilichokuwa nje kando na baiti lil haram. Hiyo hoja yao ya pili. Sawa jamani. Jim tatu, yani msimamo wa tatu, wa dhahaba Abu Hanifa, hii ni kauli ya Abu Hanifa, wa Thawri na Imam Thawri, wal Hasan na Hasan bin Shaka al-Basri, wao wanasema ila annahu wajibu, kwamba kusai ni wajibu. Jamani, kihanafia wanaposema wajibu kuna tofauti baina ya wajibu na fardhi kihanafi. Sawa wanaposema fardhi na wajibu ni vitu viwili, wao wanatofautisha tofauti na jamhuri. Jamhuri wakisema wajibu na fardhi wao naona ni kitu hicho. Lakini kihanafia wakisema wajibu wanakusudia kitu chengine, maana si lile jambo ambalo ni la lazima, ni fardhi. Wao ni wajibu wanasema, walaisa birukni, na si nguzo. Kwa kuwa ni wajibu si nguzo, la yabtulu alhajju, haitabatilika hija au umra bitarkihi, kama mtu kaacha kusali. Kwa hiyo hawa na lile kundi la pili wanafanana kidogo, wametofautiana kwenye hukumu tu, kwamba wale wamesema ni sunna, au wasema nini ni wajibu, lakini wote wanakubalia kwamba ukiacha kusali si nguzo, kwa hiyo hija yako haitofanyaje, haitobatilika. Wa annahu, na kwamba idha tarakahu, mtu lakini akiacha, kwa mujibu wa msimamo huu, akiacha kusai hija haitoharibika, lakini wajaba alaihi damu, kwa sababu ni wajibu, atawajibikia kumwaga damu tu, hija yake itakuwa imekaa vizuri. Wale wanaosema sunna hakuna kumwaga damu, hakuna chochote, umeacha wewe wala haibatiliki hija yako. Hawa kwa sababu ni wajibu wanasema hija haitoharibika, lakini utawajibikiwa kumwaga damu, manake kuchinja mnyama. Warajaha sahibu al-Mughni, na amesapoti bana wa kitabu cha al-Mughni. Al-Mughni ni cha Imamu bin Qudama Hanbali, huyo amesapoti kutia nguvu zaidi bana wa kitabu cha Mughni hadha rai, amesapoti rai hii kwamba hii ndio kauli yenye nguvu kwa mujibu wa bin Qudama, anayekaona kwamba ni wajibu si nguzo, wala sio kwamba ni sunna, ni wajibu
ambao mtu akiacha hija haibatiliki, lakini atatakiwa kumwaga damu. Fakala, akasema hivi, wa huwa aula, sema kauli hii ndio kauli bora. Kwa nini? Lianna dalila, kwa sababu dalili, man aujabahu, ya wale waliowajibisha, dalla ala matlubi lujubi, zimefahamisha juu ya mutlaki lujubi, wameonyesha dalili ala mutlaki lujubi, juu ya wajibu tu moja kwa moja, kwamba mtu anawajibikiwa moja kwa moja kufanya kile kitu, ni wajibu. La ala kaunihi, hawajaonyesha ya kwamba la yatimu alwajibu, kwamba hautimii wajibu wake illa bihi, isipokuwa lazima afanye lile. Wamezungumzia kwamba ni kitu cha wajibu tu, mutlaki moja kwa moja ni wajibu, lakini hawajaonyeshea wao kwamba wajibu ule hautimii jambo lako mpaka upatikane ule, hawajaonyesha hivyo. Kwa hiyo kauli hii anaona ndio kauli iliyokuwa na msimamo mzuri, iliyokuwa na nguvu zaidi. Kwa ushahidi huo, pili, akajibu Ibn Qudama wa kauli Aisha, akaja kujibu zile kauli za wale waliosema wajibu kwa sababu ni nguzo na hivi na hivi. Akasema kauli ya mama Aisha radhiallahu anha fi dhalika, katika hilo, muaradun, inapingwa bikauli man khalafaha, inapingwa na kauli ya wale waliopingana na yeye mina sahaba. Kwa hiyo kauli ya mama Aisha kusema lau kama ingekuwa hii tafsiri yako wewe ya kwamba si wajibu, hakuna ubaya kufanya sa'i na Marwa, ingekuwa hii kauli yako ni sahihi, ingekuja Allah yatawafa bihi ma, ndio imepingwa kwa sababu ndio imekuja hivyo. Kwa pamoja masahaba wengine hawakwenda hivyo, kwa hiyo imepingwa man khalafa min as-sahaba. Tatu, wa hadithu binti abi Tajra, na ile hadithi ya binti abi Tajra pia walioitumia kwamba ni nguzo. Kala Ibn al-Mundhiri, pia amesema al-Mundhiri bi riwaya yarwihi, akasema hadithi ile imepokelewa na Abdullah bin Muammali, ndio aliyopokea. Wakatakallamu, na maulama hadithi wamezungumza maneno mengi fi hadithihi, kuhusiana hadithi yake, maana si hadithi sahihi. Watu wa musnadi wa masnadi wamekuja kuzungumza maneno kuhusiana na huyu, kwamba akubalika katika kukubalika kupokea hadithi zake na kutokukubalika. Kwa hiyo hadithi ile kama kuitumia ni ushahidi, bado haijawa. Wa huwa yadullu ala annahu maktubun, na mwisho wa yote inaonyeshea kwamba hadithi zake maktubu, zinaandikwa tu, lakini kukubaliwa jambo nyingine. Wa huwa alwajib, na hilo jambo la kuandikwa hadithi zake huyo bwana ni jambo la wajibu. Hakufikia daraja kwamba hadithi zake moja kwa moja ni maturuku. Kuna watu hadithi zao ni maturuku, manake hazifai hata kuandikwa, zimeachwa moja kwa moja. Zake yeye sawa, ni maktubu, lakini hazionyeshei ushahidi kamili kwamba yafaa kutegemea ushahidi wa hadithi hiyo.